بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la ulumi al-Qur'an, na leo tupo ukurasa namba 30 katika kusoma mambo muhimu yanayofaa kuzinduana. Anasema Sheikh, tambihatun muhimmatun, haya ni mambo muhimu yanayofaa kuzinduana. At-tanbihu al-awwalu, jambo la kwanza kuzinduana. At-tanbihu al-awwalu, jambo la kwanza kuzinduana. Al-muradu min qawli an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kilichokusudiwa. Al-muradu, kilichokusudiwa. Min qawli an-nabii sallallahu alayhi wasallam, katika kauli ya mtume aliposema innal qur'ana, hakika Qur'an, unzila, imeteremshwa ala 7 ahrufin, kwa herufi 7. Kwa herufi 7. Tutazinduana na kufahamishana mafuhumu, makusudio ya tamshi hili ni nini. Tamam. Shekhe akaleta ubainifu wa kusema wal harfu, na tamshi la herufi, na tamshi la herufi katika hii ibara inayosema ala 7 ahrufin, bimaana alwajhi, limekuja kwa maana ya namna. Wal harfu, na tamshi la herufi ambalo lipo katika hii ibara inayosema ala 7 ahrufin bimaana alwajhi, limekuja kwa maana ya namna. Kisha akaendelea kusema anna alqur'ana, kwa maana akaendelea kusherehesha ile kauli ya mtume kwa kusema anna alqur'ana unzila ala hadhihi at-tawsi'ati, akikusudia akhbarana ar-rasul, ametueleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anna al-Qur'ana, ya kwamba Qur'an unzila ala hadhihi at-tawsi'ati, imeteremshwa kwa ukunjufu huu. Kwa ukunjufu huu anakusudia nini? Anakusudia kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametufahamisha na kutueleza kwamba Qur'ani, baadhi ya matamshi yake yameteremshwa yakiwa yanasomwa kwa namna 7, kwa namna 7. Tamam. Na hizi namna 7 ni tofauti na zile qiraat, ni tofauti na zile qiraat. Vile kule ni qiraat, vile ni visomo vya Qur'ani. Hizi ni namna ambazo Qur'ani imeteremshwa kwa namna hizo, ni vitu viwili tofauti, kwa sababu katika kauli hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema innal qur'ana unzila ala 7 ahrufin, imetokea khilafu kubwa baina ya wanawazuoni. Tamam. Na zimetokea kauli nyingi, zimetokea kauli nyingi. Kuna wengine wakasema kwamba ahrufi 7 ni vile visomo vya wale maimamu 7 ambao tumetangulia kuwasoma, lakini si hivyo, si hivyo. Tamam, si hivyo. Kilichokusudiwa kwamba Qur'ani imeteremshwa, na ndani ya Qur'ani kuna baadhi ya matamshi yanayosomwa kwa namna zaidi ya moja, lakini maana ya matamshi hayo ni ile ile. Maana ya matamshi hayo ni ile ile. Kinachobadilika ni yale matamshi katika upande wa kutamkwa kwake, lakini maana ya matamshi ni ile ile. Maana haibadiliki, zinabadilika namna za kutamkwa lile tamshi. Ndicho kilichokusudiwa katika kauli hii ya mtume, na kauli hii ndiyo kauli yenye nguvu ambayo imekubaliwa na wanawazuoni wengi, akiwemo al-Imam Abul Fadli Ar-Razi na Ibn Qutayba na Ibn al-Jazari rahimahumullahu ta'ala. Tamam.
Kwa hiyo wao wakatoa maana gani? Wakasema tamshi la 7 ahrufi, hili tamshi la 7 ahrufi ibaratun an awjuhin min almaani almuttafiqati bil alfadh almukhtalifa. Ili tamshi la 7 ahrufi halimaanishi visomo 7, tamam, lakini maana yake ibaratun an awjuhin min almaani almuttafiqati bil alfadh almukhtalifati, wakiwa na maana hili tamshi la 7 ahrufi ni tamshi ibaratu, ni tamshi lililobeba maana an awjuhin, maana ya namna 7 za usomwaji wa Qur'ani, min almaani almuttafiqa, zinazotokana na maana zenye kuendana, bil alfadh almukhtalifa, kupitia matamshi yenye kutofautiana. Tamam. Hiyo ndio maana waliokubaliana katika kulibainisha ili tamshi la 7 ahrufi, kwamba watu wasielewe kwamba herufi kama zile herufi ambazo zimekusudiwa ambazo tunazifahamu alif, be, te, lakini pia wasielewe kwamba ni vile viraa vya maimamu 7 ambao tumetoka nini kuwasoma. Hapana, 7 ahruf haina maana hiyo. Maana yake ni hiyo tuliyotangulia nini kuitaja, ibaratun an awjuhin min almaani almuttafiqati bil alfadh almukhtalifa. Kwa maana ndani ya Qur'ani kuna baadhi ya matamshi yanasomwa kwa namna zaidi ya moja, lakini maana ya matamshi yale haibadiliki. Tamam. Lakini kwenye qiraat, kwenye zile qiraat, ikitokea qiraa cha aya hii kinatofautiana na qiraa, yani kwa maana qiraa cha imamu huyu, tamam, ikitokea qiraa kisomo cha imamu huyu kinatofautiana na kisomo chingine, basi hata maana ya matamshi inatofautiana. Sasa na hata hukumu pia inatofautiana, tutakuja kuona huko mbele katika mlango huu. Sawa, lakini kilichokusudiwa hapa ni nini? Ni zile namna za utamkwaji wa tamshi fulani ndani ya Qur'ani. Sawa, lakini maana ya tamshi ile inabakia pale pale. Tamam. Ndio akasema anna alqur'ana, kusudia anna alqur'ana unzila ala hadhihi tawsih, kusudia akhbarana ar-rasul, ametueleza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna alqur'ana, kum Qur'an, unzila ala hadhihi tawsi'a, imeteremshwa katika ukunjufu huu, kwa maana ukunjufu wa kuwepo namna 7 za usomwaji wa matamshi yake, kwa maana usomwaji wa baadhi ya matamshi yake, sio matamshi yote, usomwaji wa baadhi ya matamshi yake, bihaithu, kwa namna ambayo la tatajawazu wujuha al-ikhtilafi fi ada'i al-lafz, hakuvuki, la tatajawaz, hakuvuki wujuha al-ikhtilaf, namna za kutofautiana, fi ada'i al-lafzi, katika kulitamsha, fi ada'i al-lafzi al-wahidi, katika kulitamka tamshi moja, 7 awjuhin, hazivuki au hakuvuki namna ngapi? 7, bihaithu, kwa namna ambayo la tatajawazu, hakuvuki, wujuha al-ikhtilafi fi ada'i al-lafzi al-wahidi, namna za kutofautiana, fi ada'i al-lafzi al-wahidi, katika kulitamka tamshi moja, fi ada'i al-lafzi al-wahidi, katika kulitamka tamshi moja, 7 awjuhin, hakuvuki namna 7. Kwa maana ikitokea ndani ya Qur'ani kuna tamshi moja linalosomwa kwa namna zaidi ya moja, basi hizo namna hazivuki 7, aidha litasomwa kwa namna 2, 3, 4, 5, 6 mpaka 7, hakuna namna ya 8. Tamam. Ikitokea ndani ya Qur'an kuna tamshi ambalo linasomwa kwa namna zaidi ya moja, basi namna zake hazitovuka ngapi? 7, zitaishia kwenye 7. Tamam. Sasa tuangalie hizo namna ambazo Qur'ani imeshushwa katika namna hizo. Tamam. Namna ambazo inatokea baadhi ya matamshi yanasomwa kwa namna zaidi ya moja, lakini maana ya matamshi hii, yani maana ya tamshi hilo au maana ya matamshi hayo ambayo yanasoma kwa namna zaidi ya moja inabaki kuwa ni ile ile, tofauti ni katika upande wa matamshi, aidha kitazidi kitu
au kitapungua kitu, au kitaama kitu kutoka kuwa ni muannath kuja kuwa ni mudhakkar. Tamam? Au kitaama kuwa kitu kuwa kilikuwa kimetangulizwa kitacheleweshwa, lakini maana inabaki kuwa ni moja. Kwa hiyo namna hizi ni tofauti na vile viraa vile visomo ni kitu chingine na namna ni kitu chingine. Tamam? Hakadha jambo muhimu sana na ni sehemu muhimu, inabidi ujitahidi uifahamu. Sasa ni sehemu hii muhimu ambayo inabidi ujitahidi uifahamu. Tamam? Ili usichanganye mambo. Namna ya kwanza, ikhtilafu al-asma'i min ifradin wa tathniyatin wa jam'in wa tadhkirin wa ta'nithin. Namna ya kwanza, ikhtilafu al-asma, kutofautiana majina, min ifradin, katika upande wa kuwa ni mufrad, wa tathniyatin, na katika upande kuwa ni muthanna, wa jam'in, na katika upande kuwa ni jam'u kwa maana jina lilikuwakilisha wingi, wa tadhkiri, na katika upande kuwa ni mudhakkar, wa ta'nithin, na katika upande kuwa ni muannath. Tamam? Kwa maana ndani ya Qur'an kuna baadhi matamshi yamesomwa katika hali ya kuwa ni jam'u, kisha yakasomwa tena kwa namna nyingine kuwa ni mufrad au muthanna, sasa au mudhakkar au muannath. Tamam? Mfano wake, walladhina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, aya iliyopo katika suratul Ma'arij aya 32. Walladhina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, na wale ambao wanachunga amana zao na ahadi zao. Mahallu shahid ni wapi? Liamanatihim, sehemu ambayo tumekusudia kuiangalia ni liamanatihim. Walladhina hum liamanatihim, ili tamshi la amanatihim ni jamu, lakini sasa quria biwajhin akharin, likasomwa kwa namna nyingine ambao ni mufrad, ikawa ni vipi? Walladhina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, walladhina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Tamam? Kwa hiyo namna ya kwanza limesomwa kuwa ni jam'u, kwa ni tamshi lenye kuwakilisha wingi, na kwa namna nyingine likasomwa kuwa ni mufrad, tamshi lenye kuwakilisha kitu kimoja. Tamam? Hiyo ni namna ya kwanza. Namna ya pili, ikhtilafu tasrifi al-af'ali, kutofautiana mabadiliko ya vitendo, min madhi, kutoka kuwa ni madhi, mudhari, na kutoka kuwa ni mudhari, wa amri, na kutoka kuwa ni amri. Kwa maana kuna tamshi limekuja likiwa katika nini? Swigha ya amri, lakini likasomwa kwa namna nyingine, aidha likawa katika swigha ya madhi au katika swigha ya mudhari. Tamam? Mfano wake aya iliyopo katika suratu Sabai aya 19. Aya 19 Allah anasemaje? Faqalu rabbana ba'id baina asfarina, faqalu rabbana ba'id baina asfarina, wakasema Mola wetu mlezi, tuwekee mbali katika safari zetu za kutoka hapa kukiendea hicho kijiji ambacho umetuwekea neema. Hawa ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwekea neema katika kijiji chao na kijiji cha jirani. Sasa hicho kijiji cha jirani kilikuwa kina neema, wanapata vyakula vyao, riziki zao. Tamam? Sasa Allah hakuwekea nini? Masafa, hakuwekea masafa, na wao walikuwa na mapunda, mafarasi. Sasa wakataka kile kijiji eti kisogezwe kiwe mbali, kile kijiji ambacho wanaenda kuchukua neema na riziki kisogezwe kiwe mbali, ili wakiwa wanaenda kuchukua hizo riziki wapate umbali kidogo, wapate raha ya kustarehe na vile vipando vyao, ngamia wao, kwa maana wapate umasafa kidogo ili waenjoy kupanda vile vipando vyao. Mtihani kweli kweli. Yani wamesogezewa neema, lakini wao wanaona kwa nini sasa hii neema isingekuwa mbali huko, ili katika kuifikia tupate umbali kidogo, tupate kuendesha vipando vyetu kwa muda mrefu kidogo. Sasa hiyo ni miongoni mwa kukufuru neema ya Mwenyezi Mungu. Sasa aya imekuja vipi? Faqalu rabbana ba'id baina asfarina, wakasema Mola wetu mlezi, tuwekee umbali kati ya safari zetu hizi, kutoka kwenye kijiji chetu kwenda kwenye kijiji
chingine hicho ambacho kuna riziki zetu umetuwekea hapo, tuwekee umbali. Mahallu shayni katika tamshi la ba'id. Ili tamshi la ba'id ni fi'lu amri bimaana ad-du'a, bimaana ad-du'a, ni fi'li amri yenye maana ya kuomba dua. Mola wetu, ba'id baina asfarina, tunakuomba utuweke umbali kati ya safari zetu za kutoka kijijini kwetu kwenda kwenye kijiji chingine ambacho umetuwekea riziki kwa matunda, mazao, mito. Tamam. Sasa ili tamshi la ba'id quri'a biwajhin akharin, likasomwa kwa namna nyingine, likatoka kwenye madhi likaingia kwenye likatoka kwenye amri, likatoka kwenye sighatul amri likaingia kwenye sighatul madhi. Ikawa nini? Ikawa rabbana ba'ada baina asfarina. Mwanzo ilikuwa ni ba'id baina asfarina, sasa hivi kaja ba'ada baina asfarina, lakini maana ni ile ile. Hata mfano wa kwanza tuona maana ni ile ile, maana haijabadilika. Kilichobadilika ni namna ya kusomwa lile tamshi. Tamam. Mfano wa kwanza ni hivyo hivyo, maana haijabadilika. Mfano wa pili pia maana haijabadilika. Kwa sababu gani? Kule imekuja faqalu rabbana ba'id baina asfarina, kisha ikasomwa kwa namna nyingine. Hili tamshi la ba'id likasomwa kwa namna nyingine, ikawa ni ba'ada, likatoka kwenye sigha ya amri likaja kwenye sigha ya madhi. Lakini maana ya ba'ada ni khabaria lafdhan. Tamshi la ba'ada khabariyun lafdhan, lakini inshaiyun maana, lina maana ile ile ya kuomba dua. Ni jumlatun duaiya. Ba'ada ni jumlatun duaiya, sawa sana kusema barakallahu fika. Sio Mwenyezi Mungu amekubariki, naomba Mwenyezi Mungu akubariki. Kwa hiyo imebadilika namna ya kusomwa tamshi, lakini maana ni ile ile ya amri, maana ile ile ya dua, sawa sawa. Kwa faqalu rabbana, wakasema Mola wetu mlezi, ba'id baina asfarina, ikasomwa kwa namna nyingine. Tamam. Tamshi la ba'id likasomwa kwa namna nyingine ya madhi, ikaja nini? Faqalu rabbana ba'ada baina asfarina. Lakini ile ba'ada hii fi'lu madhi ambao ni usomwaji wa namna nyingine, ina maana ile ile ya nini? Ya kuomba. Ni jumlatun duaiya bimaana ba'id. Kwa hiyo utaona kilichobadilika ni namna ya usomwaji, lakini maana ni ile ile. Hiyo namna ya pili. Namna ya tatu, ikhtilafu wujuhi al-i'rab fi al-kalima, kutofautiana namna za i'rab katika tamshi. Ikhtilafu wujuhi al-i'rab fi al-kalima, kutofautiana namna za i'rab katika tamshi moja. Mfano wake imekuja katika surati al-Buruj aya 15, dhul arshil majid, kwa maana wa huwa dhul arshil majid, naye Allah dhul arsh ndiye mmiliki wa arsh, al-majid naye ni mtukufu. Dhul arshi ni khabaru al-mubtada, ni khabari ya mubtada. Mubtada ni nini? Mubtada ni huwa, kisha khabari ndio dhul arshi, sawa sawa. Kisha al-majid ni naati ya dhul arsh, maana huwa yeye Allah dhul arsh ndiye mmiliki wa arsh, al-majid na ni mtukufu. Al-majid na ni mtukufu. Tamam. Hakadha. Sasa ili tamshi al-majid quri'a biwajhin akharin, likasomwa kwa namna nyingine. Likasomwa kwa namna nyingine. Hapa silimetiwa rafu, likawa ni naati, likasomwa kwa namna nyingine, likatiwa nini? Jarri. Likatiwa nini? Jarri. Hapa limekuja dhul arshi al-majid kwa rafu, kwa maana kutiwa dhamma mwishoni mwake. Sasa quri'a biwajhin akhar biljar, likasomwa kwa namna nyingine kwa kutiwa jarri, kwa maana kwa kutiwa kasra mwishoni mwake, ikawa dhul arshi al-majidi. Sasa al-majidi hapa itakuwa nini? Itakuwa ni naati ya arsh, itakuwa ni naati ya arsh, kwa maana dhul arshi yeye Allah, ile dhu nabaki pale pale kwa ni khabaru al-mubtada, kwa maana huwa dhul arsh, yeye Allah ndiye mmiliki wa arsh. Al-majidi,
arshi tukufu. Al-Majidi, arshi tukufu. Tamam. Kwa hiyo tamshi la al-Majid mwanzo lilikuwa ni naati ya Allah, dhul arshi al-Majid. Allah ndiye mmiliki wa arshi al-Majid, ni mtukufu. Kisha quria biwajhin akhar al-Majid, likasomwa kwa namna nyingine, ikawa ni majrur, kwa ikawa ni naati ya arshi. Dhul arshi, Allah ndiye mmiliki wa arshi al-Majid, arshi ambayo ni tukufu. Tamam. Hakadha. Hiyo ni namna ngapi? Namna ya tatu. Namna ya nne, ikhtilafu bin naqsi wa ziyada. Ikhtilafu bin naqsi wa ziyada, kutofautiana sasa kwa kupunguzwa kitu au kuzidishwa kitu. Tamam. Kwa maana yamekuja baadhi ya matamshi yakisomwa kwa idadi nyingi, lakini yakasoma matamshi yale kwa njia nyingine yakiwa na mapungufu au yakiwa na upungufu. Sio mapungufu, upungufu. Mapungufu itakuwa kama vile dosari, lakini upungufu inakuwa nini? Ni upungufu wa idadi. Tamam. Kwa hiyo yamekuja matamshi katika Qur'an kwa idadi kubwa ya matamshi, lakini yakasoma kwa namna nyingine yakiwa na kwa upungufu. Tamam. Yakasomwa kwa namna nyingine kwa upungufu. Sawa. Yakasomwa kwa namna nyingine kwa upungufu. Mfano wake aya ilikuja ndani ya suratul Layl, aya ya 3, wama khalaqa adh-dhakara wal untha, wama khalaqa adh-dhakara wal untha. Maana namwapia yule aliyeumba mbea ya kiume na mbea ya kike. Maana aliyeumba chenye jinsia ya kiume na chenye jinsia ya kike. Wama khalaqa adh-dhakara wal untha, na namwapia yule aliyeumba chenye jinsia ya kike na chenye jinsia ya kiume. Tamam. Quria biwajhin akhari, ikasomwa aya hii kwa namna nyingine, wadhakara wal untha, ikasomwa tu hivyo, wadhakara wal untha. Kwa utaona mwanzo kuna idadi kubwa matamshi, sawa, lakini kwa namna ya pili kuna upungufu wa matamshi. Tamam. Hiyo ni namna ngapi? Namna ya nne. Namna ya tano, ikhtilafu bitaqdim wa ta'khir, kutofautiana kwa bitaqdim, kwa kutangulizwa kile ambacho mwanzo kilicheleweshwa, wa ta'khir, na kucheleweshwa kile ambacho mwanzo kilitangulizwa. Tamam. Mfano wake ni ile aya iliyopo katika suratu At-Tauba, aya ya 111. Katika aya hii kuna matamshi mawili yamesomwa kwa namna tofauti, fayaqtulun wa yuqtalun. Fayaqtulun wa yuqtalun yamesomwa hivyo. Hii kwa namna ya kwanza, na ndio namna iliyopo katika misafu yetu. Fayaqtulun wa yuqtalun, watapigana au tuseme watashambulia na wao watashambuliwa. Fayaqtulun wa yuqtalun, watashambulia kisha na wao watashambuliwa, au wataua kisha na wao watauliwa. Quria biwajhin akhari, yakasomwa kwa namna nyingine, yakasomwa kwa namna nyingine. Kwa nini? Bitaqdim wa ta'khir, kwa kutangulizwa ile fi'li ambayo mwanzo ilicheleweshwa, na kwa kucheleweshwa ile fi'li ambayo mwanzo ilitangulizwa. Ikawa vipi sasa? Ikawa fayuqtalun wa yaqtulun. Fayuqtalun wa yaqtulun, mwanzo ilikuwa vipi? Fayaqtulun wa yuqtalun. Sasa ikasomwa kwa namna nyingine hii aya, ikawa ni vipi? Fayuqtalun wa yaqtulun, watapigwa vita na wao watapiga, watashambuliwa na wao watashambulia, au watauliwa. Hiyo sasa hiyo watauliwa hapa inakataa, kwa maana watauliwa kisha na wao wataua, hapa inakataa. Hapa inaingia kushambulia peke yake. Fayuqtalun wa yaqtulun, watashambuliwa na wao watashambulia. Kwa hii namna ya tano, ikhtilafu bitaqdim wa ta'khir. Namna ya sita, alqalbu wal ibdalu. Alqalbu wal ibdal, kugeuza na kubadilisha. Tamam. Kama namna ilivyokuja katika suratul Baqara aya 259, Allah aliposema wanzur ila al'idhami kaifa nunshizuha, alipoambiwa yule bwana mkubwa
aya maarufu na kisa maarufu, sawa, ambaye alipigwa usingizi kwa muda wa miaka 100. Tamam. Kisa maarufu, tusipoteze muda, kinafahamika. Ama ukisimulia baadaye atakapokuja kusoma tafsiri ya Qur'an takisimulia. Tamam. Tamam. Kama ilivyokuja ndani ya suratul Baqara katika aya 259, Allah aliposema wanzur ila al'idham kaifa nunshizuha, wanzur ila al'idham, na itazame mifupa ya punda wako, kaifa nunshizuha, namna tunavyoikuza na kuitawanya, thumma naksuha lahma, kisha tunavyoivesha nyama. Tamam. Kisha tunavyoivesha hiyo mifupa nyama. Tamam. Hakadha. Sasa mahallu shahid ni wapi? Nunshizuha. Tamam. Hapa katika namna ya kwanza imesomwa nunshizuha. Sasa ili tamshi la nunshizuha, hii fi'li ya nunshizuha kwa namna ya kwanza imesomwa hivi, lakini quri'a biwajhin akhari, ikasomwa kwa namna nyingine, kaifa nunshiruha, kwa maana wanzur ila al'idham kaifa nunshiruha, na itazame mifupa ya punda wako, kaifa nunshiruha, namna tunavyoitawanya na kuikuza, kwa maana tunavyoiotesha na kuitawanya, thumma naksuha lahma, kisha tunavyoivesha nyama. Utaona mifano yote hii kilichobadilika ni usomwaji wa tamshi, lakini maana ni ile ile. Tamam. Namna ya 7 na ya mwisho, ikhtilafu lahajat. Ikhtilafu lahajat, kutofautiana namna ya utamkaji. Sasa kutofautiana namna ya utamkaji wa matamshi ndio lahaja. Lahaja ni ile tofauti ya utamkaji wa matamshi. Tamam. Au anaita maji au anaita maji, lakini maana ni moja, kitu ni kimoja. Hawa anaita maji, hawa anaita maji. Tamam. Kitu kimoja, maana moja, lakini namna ya utamkaji ni tofauti. Huku maji, huku maji. Tamam. Hakadha, kwa ikhtilafu lahajat, kutofautiana namna ya utamkwaji wa matamshi, lakini maana inabaki kuwa ni ile ile moja. Sawa sawa. Mfano wake, hal ataka hadithu Musa, hal ataka hadithu Musa. Quri'a, likasomwa kwa namna nyingine, ili tamshi la Musa ikawa ni hal ataka hadithu Musa, hal ataka hadithu Musa. Na namna hii nadhani inafahamika na tunasikia mara nyingi kwa wasomaji. Tamam. Kwa hiyo hizi ndio 7 ahrufi, namna 7 zilizokusudiwa katika hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kuwa maelezo ni mengi, basi tutaishia hapa. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan nakhs lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.